Amina. Amina. Amen. Kila mmoja anajua ni nini leo amejiandaa kwa ajili ya kumbariki mchungaji wake. Kimuona leo kila mmoja ana furaha kwa kile ambacho amekivuna ndani ya mwaka mzima toka tarehe 3 ya mwaka jana. Ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 8. Kwa hiyo kila mmoja anajua toka tarehe 3 mwezi wa 8 amejiandaa ni nini anafanya mbele za Bwana, ili Mungu aibariki sadaka yake tena ndani ya mwaka unaoanza kesho. Ni mengi yamepita, ni mengi Mungu amefanya katika familia yako kupitia sadaka ambayo umeifanya ndani ya nyumba ya mtumishi wa Mungu ndani ya mwaka mzima. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema toka mwanzo mwaka wa kina mama wa mwaka 2006 tunaumaliza leo, tunaanza mwaka mwingine mwaka 2027 tunauanza kesho. Yapo mengi ninavyosema yamepita. Mungu amekuvusha, Mungu ametenda, Mungu amekubariki, lakini hata leo unasimama kumbariki Mungu kwa yale yote aliyoyafanya. Ni ndani ya familia yako, ndani ya ndugu zako, ndani ya kazi zako za mikono. Mungu amefanya na ametenda. Yesu asifiwe. Nilikuwa natamani awepo shemasi hapo wa kuchapa hao watoto, maana wanaleta fujo. Sogea tu wewe unayejua kuchapa vizuri na kafimbo. Niseme tu kwamba leo ni sikukuu ya kina mama kitaifa pote PAG. Kiangalia kina mama leo wamependeza sana, bado na muda mfupi wa mama wataendelea kupendeza zaidi. Niseme kwamba hivi mbarikiwa kina mama wa kanisa la Nungwe kuwepo hapa. Mbarikiwa kina mama wa hapa. Wakati mwingine tuandae nyimbo za kina mama. Nilitamani sana mwaka huu, lakini kuna mambo yaliingiliana katika ulimwengu wa mwili katika familia zangu. Nimekuwa wakuzunguka hapa mnaenda hapa mnaenda hapa. Hata mwalimu nilikuwa nishamwandaa kwa ajili ya wimbo. Na alinipigia simu siku moja, sijui nilikuwa wapi, akaniambia wimbo tayari. Lakini kulingana na mizunguko niliyokuwepo nayo nilishindwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Akina mama Bwana Yesu asifiwe. Amen. Semeni kama mnaanza. Tuko pamoja? Amen. Kweli kabisa, akina mama kwaya ni lazima. Niombe tu mwaka ujao akina mama tutakuwa na kwaya Nungwe mpaka na hapa. Hii sikukuu ni ya kwetu, lazima tumwimbie Mungu, tumtukuze Mungu, tufurahi wote kwa pamoja. Amina. Tunapokula chakula cha pamoja hivi ni furaha kubwa sana. Hivyo hata tunavyoimba tunamtukuza Mungu ni furaha kubwa sana. Niwaombe wakina mama tusimame vizuri kumtumikia Mungu. Kila mmoja kwa moyo wa pekee kabisa, moyo uliofunguka, moyo unaotamani kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema takuwepo kwa muda mfupi sana. Somo linasema hivi, nguvu ya mwanamke katika utumishi. Utumishi una aina nyingi. Utumishi kanisani, ni mama wa nyumbani, ni mtumishi nyumbani. Lakini pia utumishi kanisani. Hapa tunakwenda kuongea utumishi wa kanisani. Kila mama aliyeokoka, Mungu amemweka hapa kwa kusudi kubwa la kutumika. Hivyo mama aliye na nguvu ya Mungu anasimama kumtumikia Mungu. Ni mama, jambo la kwanza ni muombaji. Kwa hiyo nguvu ya mwanamke ya kwanza ni muombaji, na nguvu ya pili inapatikana katika utoaji. Kiwasoma wa mama waliopita, waliokuwepo mwanzo, nguvu kubwa waliokuwepo nayo ni maombi, ni kuomba pamoja na kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Mama Fau, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waliotangulia walikuwa na nguvu ya utoaji. Hivyo mama aliyeokoka, Mungu amemweka hapa kwa kusudi kubwa kabisa la kutumika pamoja, la kuomba na kutumika. Tusome kitabu kimoja cha Samueli wa kwanza 1 mstari wa 13. Samueli wa kwanza
Aliyefika anaweza kusoma. Samueli wa kwanza sura ya kwanza. Sura ya kwanza mstari wa 13. Wa 13. Amina. Inasema. Inasema. Basi Hana alikuwa akifanya moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena. Anzia 12. 12 inasema. Ikawa hapo alipoendelea kuomba mbele za Bwana. Amina. Eli akamwangalia kinywa chake. Amina. 13. Hapana. Omba kwa ajili ya neno. Ninakutukuza Yesu na kubariki kwa kweli mwaminifu na mwema sana katika maisha yetu. Asante kwa sababu umetukusanya katika asubuhi ya leo kwa ajili ya kuabudu wewe, lakini pia kwa ajili ya kujifunza neno lako takatifu. Bwana Yesu, mtumie mtumishi wako uliyemwandaa siku ya leo kusimama kwa ajili ya kufundisha kanisa lako. Onekana ukiachilia Roho wako Mtakatifu akamongoza na kumpa tafsiri njema katika neno ambalo umekusudia siku ya leo likaponya kina mama na kanisa lote kwa ujumla. Pokea sifa na utukufu nikiamini nguvu zako ziko mahali hapa na wewe utaenda kutawala na kuonekana katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni mtumishi wa Mungu Hana akiwa katika hali ya changamoto. Hata wewe hapo ulipo ni changamoto nyingi zimepita. Huyu mama alikuwa na nguvu ya uombaji. Huyu mama alimuomba, anasema mstari wa 12 kwamba ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Alipodumu katika kuomba. Hivyo mwanamke mwenye nguvu ya utumishi ni muombaji. Hivyo katika changamoto zote tunazopitia, mwanamke aliyeokoka nguvu yake inatembea na uombaji pamoja na kutoa. Lakini mstari mmoja hapa wa 11 unasema akaweka nadhiri. Huyu mama baada ya kuomba sana akaweka nadhiri. Hii ni sadaka aliweka mbele za Bwana. Na Mungu akasimama katika shida zake na akasimama katika changamoto zake. Hivyo hata wewe mama uliyepo hapa, dumu katika kuomba, maana nguvu ya mwanamke ambaye ameokoka ni kuomba pamoja na kutoa. Huyu mama aliomba usiku na mchana. Hivyo ni kusihi mwanamke uliyepo hapa usimama katika kuomba, maana nguvu ya Mungu kwa mwanamke inapatikana katika kuomba. Ukisimama katika kuomba, mama uliyeokoka, familia yako ina baraka nyingi. Mwanamke muombaji analeta baraka katika nyumba yake. Mwanamke muombaji analeta baraka hata kwa ndugu zake. Mwanamke aliyeokoka anazuia mauti na misiba kwa sababu ni muombaji. Ana nguvu ya kuomba, ana nguvu ya kumuita Mungu. Hivyo hata wewe unatakiwa uwe na nguvu ya Mungu. Hebu mwanamke simama uombe Mungu. Nilitamani makofi na vigeregere kwa mama, maana ni siku yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke aliyeokoka, aliye na nguvu ya Mungu, kanisa linasimama vizuri. Hawezi ukashikuta mchawi ameingia ndani ya kanisa hadi akanya ndani ya kanisa. Kuna kanisa moja nilikuwa nasimuliwa na mama mmoja kwamba kwa sababu wamama wa Sharara hawana nguvu ya Mungu, akawa ananisimulia ndani ya kanisa hadi huwa wanafanya uzinzi usiku watu ndani ya kanisa. Siku moja milango ipo kabisa. Siku moja walikuta imefungwa na neti, kwamba walisaumu hadi neti lakini milango imefungwa. Alafu wamechoma sijui paka na dawa za umbu. Kwa hiyo kuna wengine walikuwa ndani ya neti, wengine nje pembeni. Umbu zikawasumbua, kachoma na dawa. Mwanamke muombaji anaokoa ndugu zake. Mwanamke muombaji ndoa yake ina furaha na amani. Uwezo ukamuona mwanamke muombaji aliye na nguvu ya kuomba na achika nyumbani kwake. Mimi nimesimama, nimeokoka, nasema namtumikia Mungu. Yaani wewe ni kitu chema hata kwa ndugu zako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi huwa ninakwenda nyumbani kwetu tukikutana ndugu. Hayupo ambaye anaweza kuomba tofauti na mimi mpaka watasema wananitaka mchungaji. Mchungaji yuko wapi hapa? Wanitafute kwa sababu wanajua nguvu yangu ndani ya Kristo. Na ndani ya ndugu na huwa kuna wachawi. Naamini huwa wakija wananishindwa kwa sababu nguvu ya Mungu niliyoibeba ni kubwa. Yaani aliyemo ndani yangu ni mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikushuhudie. Mama mmoja, shuhuda moja tu.
mama mmoja aliyekuwa na nguvu ya Mungu, aliyekuwa anamtumikia Mungu. Yule mama akawa anafanya biashara sokoni na wamama wenzie, anauza dagaa, lakini sasa akawa anawaona wenzie wanauza sana. Baada ya kuwa wanauza sana, mbona mimi mnauza sana lakini mimi? Kwa hiyo imani yake akataka kuilinganisha na wale wenzie na utumishi wake. Yule mama akawauliza, wakamwambia haina shida, tutakupeleka ambapo huwa tunafanya. Akamwambia wewe nunua tu mayai, ilikuwa ni saa 7 za mchana. Akasema leo tunapoendaga wana kikao, kwa hiyo huko ndiko watakwenda kukufanikishie mambo yao, unahitaji kabisa. Akasema ninahitaji, lakini huyo mama alikuwa ni muombaji na nguvu ya Mungu ilikuwa ndani mwake. Wakamwambia nunua mayai 7, akayanunua. Baada ya kuyanunua mayai 7 wakamwelekeza kwamba ukifika pale ziwani unayaponda moja moja. Akaponda la kwanza, waliokuwa kule wakawa waona mayai yanatua tu, waliokuwa kwenye kikao ni ziwani. Akaliponda la kwanza mpaka la 7. Wanaona wako ndani ya kikao wamekaa, yanashuka mayai mpaka 7. Baada ya kushuka mayai 7, njia ilifunguka kama hiyo, akatembea. Wakamwambia huko ndio kuna kitu unachokihitaji, ndiko sisi tunaendaga. Akawa ameenda. Kwanza waliokuwa kwenye kikao walishangaa, nani leo anatuzawadia? Nani leo ana shida? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yalipokamilika 7, njia ikafunguka, akatembea kaenda. Akiwa anahitaji ajue wenzie huwa wanafanyaje mpaka wanauza hivyo. Mayai 7 baada ya njia imefunguka akaenda. Baada ya kufika kule akawakuta wazee wako kama 6. Wakasema, ni mzee mmoja akasema, kumbe ni wewe mama fulani ndio unakuja kwetu? Akasema ni mimi. Una shida gani? Akaelezea shida yake, mimi biashara yangu wenzangu wanauza sana, lakini baada ya kuwauliza wamenielekeza, lakini wewe si ndio huwa unatutukana mpaka angalia hata makovu tulionayo kana kwamba. Akasema mimi huwa siwatukani. Huyo unajua yule mnayemsemaga yule ndiye amesababisha tu hivyo. Hebu fanya. Akaambiwa mzee wa kwanza, hebu pinua shati. Akabinua shati lina makovu. Mwingine naye akabinua, huyu kumbe ndio huyu mama fulani. Sasa wewe ni wa kwetu, sasa leo utaeleweka, hana utarudi ulikotoka. Yule mama kwa sababu alikuwa na nguvu ya Mungu, pale Mungu alimkumbusha. Baada ya kumkumbusha, baada ya kukumbuka, akakumbuka kwamba kumbe huyu Yesu tunayemsemaga ndiye anawapa makovu hivi. Alichokisema, akawauliza, kwani tunawapa makovu sisi kiaje? Akasema, yaani wewe ni wa huku? Wakamwambia. Wale wazee wakachachama. Baada ya kuchachama akawaambia, akasema, katika jina la Yesu, wote wakasambaa. Kwa hiyo huyu mwanaume wa wanaume aliyekuwa ndani mwake, baada ya kusema mahali pale wakasambaa. Baada ya kusambaa njia ikafunguka, akatoka kule. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya wale wazee wengine waliokoka mpaka leo, wengine ni maskofu, wengine ni watumishi wa Mungu, kupitia hiyo nguvu ya Mungu iliyo ndani mwake. Ndio maana ikasababisha hivyo. Mwanamke aliye na nguvu anaweza kusababisha mambo makubwa yakafanyika, na anaweza kufanya uponyaji ndani ya malango yake, hata ndani ya ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Hana aliomba usiku na mchana akiwa na shida, lakini leo hii wakina mama waombaji hawapo makanisani, hawapo. Wamebakiza kudanganyana tu. Na wewe unatumika kweli? Hivi wewe unatoa kiasi gani? Wamebakiza wengi kufanya mambo yasiyompendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakina mama tunatakiwa tumtumikie Mungu, tumuombe Mungu, na Mungu anatenda na anafanya katika shida zako na raha zako zote. Usiache kumuomba Mungu, maana ndiyo kazi ya mwanamke na ndiyo nguvu ya mwanamke inapatikana katika kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kitabu kingine hiki hapa, Wafalme wa Pili 4 mstari wa 8. Ninakwenda haraka kwa ajili ya muda. 4 mstari wa 8. 4:8 inasema, hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu,
Na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Ndio. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke aliye na nguvu ya Mungu anayo nguvu ya kumshawishi mume nyumbani, anayo nguvu ya kusema, anayo nguvu ya kufanya. Huyu mama akamwandaa baba. Baada ya kumuona huyu baba ni mtumishi wa Mungu, ndio maana tuna kila sababu za kuwatunza watumishi wa Mungu na kuwaombea. Akamwona huyu baba ni mtumishi wa Mungu, akamshawishi mume, tutengeneze chumba. Zipo baraka nyingi kwa kina mama walio na nguvu ya Mungu. Hiyo nguvu ya Mungu ikatembea kwa huyu mama, ikatembea hadi na kwa baba. Bwana Yesu asifiwe. Wababa wanapata nguvu kupitia wakina mama. Hata kama ni kumdondosha baba, wewe mama una uwezo wa kumdondosha baba, maana baba ni mtoto kwa mama. Bwana Yesu asifiwe. Hata ufanyeje baba ukatae kwamba mimi mama hawezi, huyu mke wangu hawezi kuwa mama, hakuna kabisa. Hapana, baba ni mtoto kwa mama, kwa sababu hapo ulipo mama na uwezo wa kukuogesha baba. Peleka bafuni kabisa baba, tuende bafuni, ukampeleka ukamuogesha. Ukamtoa wako ukamfuta maji, ukampaka mafuta, ukamnunulia nguo, ukamvalisha baba. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo wakina mama msijisahau kabisa. Wakina baba tuwatunze nyumbani. Mtunze mume wako. Wakati mwingine akipita waseme huyo ni mume wa fulani. Wapo leo wakina mama hawawezi kutembea na waume zao. Sasa nitaenda naye wapi? Wa hivyo na wakati ni mume wake. Mpaka anamdharau yeye mwenyewe, wengine wafanyeje? Wakina mama tuwatunze wa baba nyumbani. Nguvu ulionayo ya Mungu ambayo umejaliwa kuwepo nayo ni pamoja na kumtunza baba nyumbani. Mtunze baba, mpendezeshe, apendeze. Leo hii mama hajui hata baba anavaa nguo gani, hajui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanasema ibada njema inaanzia wapi? Mtengeneze kwanza baba. Mimi nilimwaga baba mapema sana. Leo nitashinda kanisani, nitarudi jioni. Anazo taarifa, kwa hiyo leo sipokei simu yake kwa sababu taarifa nazo. Sina wasiwasi. Hata nikitoka usafiri siniliaga. Mwandae baba mapema mama. Mama una nguvu. Katika familia una nguvu, mama ndiye mwandaa chakula cha baba. Lakini leo wakina mama wengi tumesahau, akipika chakula cha baba haeleweki. Mimi nilijisahau siku moja, mpaka baba akanikumbusha, hivi vyombo ulivyotunza hapo ni vya wakina nani? Kweli akanikumbusha. Nunua vyombo vya udongo, wageni watakujaga mwaka gani nyumbani wakati mgeni ni baba? Mume wako kila siku awe mgeni nyumbani. Wakina mama msijisahau kwa hilo. Amina. Msijisahau, nunua vyombo vya baba. Mimi nishavinunua na hotpot yake ya chakula. Hata akija kijana amechelewa hawezi kumshika hotpot ya baba. Hawezi. Na kama ananitafuta maneno aishike. Yaani ni bora kishindepo mezani. Kopo la kunawia la usoni lipo lile, nikiweka maji ya baba ni ya baba. Kila mmoja anajua familia ni ya nani? Ni ya baba. Lakini leo wakina mama wamejisahau hata kwa kina baba, kweli kabisa. Fulani nenda ukamwandalie baba chakula, weka mezani. Fulani unakuta hata kama kadogo kaili kana nenda ukamtengee baba yako. Hajaoa huyu baba amemuoa. Wa mama tuwatunze wakina baba, tuwasamanishe. Amina. Amen. Baba ni wa muhimu kabisa. Mpende, mtunze kabisa. Kwa kweli mimi huwa mtunza kabisa mume wangu hapa kabisa. Toka kuoga, wakati mwingine amechafuka miguuni na mnawisha miguu, ninampaka mafuta hivi na wewe, mimi nimemaliza. Bwana Yesu
mpendezeshe na umtengeneze. Ni mama aliye na nguvu. Sasa yote hayo umeyafanya, saa ngapi baba sikukumbuke mama? Lazima kukumbuke. Nilikuwa namwambia jana mkurugenzi kwamba hivi, mimi mume wangu akienda huko akarudi masaa niko halo naongea kwenye simu. Akaenda akarudi ninaongea kwenye simu, ananiambia, maswala kuongea kwenye simu muda wote huo hamna." Hataki. Bwana Yesu asifiwe. Yuko halali, hataki. Kana ungeongea kwenye simu, mgeni kuugua masikio atahangaika kunitibisha. Taki kabisa. Hivyo mama mwenye nguvu, una kila sababu za kufanya kazi ya Mungu pamoja na nyumbani. Tengeneza nyumbani kwako. Hili ni mwanaume. Wakati mwingine kusimulia watu ambao hawajaokoka, unasimulia mume wako yukoje, unasimulia ni mwanaume ulipenda mwenyewe. Nilikuwa napendaka kusikiliza baba aliyetangulia, kwa napenda kusema hivi, mwanamke atasema hili ni mwanaume, lakini baada ya miezi miwili ana mimba. Lakini alisema hili ni mwanaume. Hivyo wachungaji wana kazi sana. Ukipeleka kesi hili ni mwanaume, alisema anatakiwa na hekima za kutosha kukuambia na kukujenga, kwa sababu unasema hili ni mwanaume, kesho na kesho kutwa mchungaji aliniambia kisema mabaya tu, hata ya kukujenga wewe, ya kukutoa katika shida. Wewe unasema mchungaji ni mbaya, kumbe alitakiwa akwambie maneno gani? Bwana Yesu asifiwe. Kina mama tusimame vizuri kabisa, maana Mungu kukuokoa kukufikisha hapa ni nguvu ya peke yake. Simama kabisa katika utumishi nyumbani mpaka na kanisani, usipaache nyumbani pako ovyo ovyo. Namba 2 nasema nguvu ya mwanamke inapatikana katika utoaji. Hiki hapa kitabu kimoja, tusome hawa wa mama kaza wa kaza, namba Luka 8 mstari wa 2 hadi wa 3. Luka 8 mstari wa 2 hadi wa 3. Luka 8 mstari wa 2 nasema, na wanawake kaza ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa waliponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalena, aliyetokwa na pepo 7, na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herodi, na Susana, na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Hawa kina mama walikuwepo, wakamhudumia Yesu kwa mali zao. Walikuwa wengi, kaza wa kaza walisemwa, waliotumika, waliomhudumia Yesu kwa mali zao. Hata leo wapo akina mama kaza wa kaza ambao wamejiandaa leo kutumika siku ya leo. Amina. Wanapatikana, wapo kabisa akina mama ambao wamejitoa kwa ajili ya kumtumikia Mungu kwa ajili ya utumishi. Hii ni utoaji. Yesu asifiwe. Hivyo mama uliyepo hapa, unatakiwa utumikie Mungu ili umuone Mungu, ili uwe na nguvu ya Mungu. Ni lazima utumike, lazima utolee Mungu, lazima usimame utolee Mungu kwa viwango vikubwa. Lazima usimame mbele za Mungu, ufanye mbele za Mungu, usionyeshe kuchoka. Maana Mungu aliyekuweka hapa ndiye Mungu anayekutia nguvu, ndiye Mungu anayetembea na wewe katika maisha yako. Kweli Mungu, mimi huwa nasema namshukuru sana, maana Mungu huwa anatuepusha kwa mambo magumu tusiyoyaona na tusiyoyajua. Wakati mwingine unaweza ukaambiwa kwamba pale ulipita, lakini kulikuwa na hiki na hiki. Wakati mwingine Mungu anakuona, anakufunulia kuna mambo magumu yanakuja, ni wakati wako wa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja tukiwa tumejiandaa kuja zoezini, tuko zoezini hapa, yaani tunajiandaa tu, mama Neema akaleta katoto hapa. Sasa mimi tulipokuwa hapo tunajua tu amekaleta labda kasinzie, kumbe mtoto hajitambui kabisa. Kwa kweli siku hiyo tuliomba, mchungaji, tuliomba tuliomba kwa kweli. Na siku hiyo ndio nilijua watu huwa wanaomba jamani. Tuliomba wanakwaya. Baada ya kuomba sana, tukasema tunatafuta suluhisho sasa.
mtoto amechemka sana, tukasema mtoto ana malaria huyo. Lakini si kwa Yesu inawezekana. Tuliomba kama wanafunzi wa Yesu walivyoomba mpaka wakamuita Yesu. Hata sisi tuliomba mpaka tukamtafuta mchungaji. Hivyo wachungaji wana kazi kubwa sana. Ni wakati wao kabisa kuwatia moyo. Unajua mpaka tulipiga simu hivi, mama haji. Kumbe hapo tulipo na sisi tunajua yupo, ambaye ndiye amepewa hii kazi na Mungu. Kweli tulimtafuta sana. Anakuja, mbona haji? Tunaendelea kuomba kisha tunasema tumtafute tena. Yupo. Hivyo kwa sababu ya kazi waliopewa, na sisi tunalo jukumu kubwa la kuwatunza watumishi wa Mungu. Sio wakati wa kuambia tu ubarikiwe. Ni wakati wa kusimama na kufanya mbele za Mungu, kuwabariki kabisa. Wanaomba usiku na mchana. Ni tatizo limekusumbua, ni tatizo limesumbua familia yako, ni tatizo limekutesa ndani ya miaka mingi, kama yule mwanamke aliyotokwa damu miaka 12, lakini baada ya kusikia habari za Yesu akasema nitakwenda mimi nikapone. Moyo wake ukamsukuma. Hivyo hata sisi leo sasa ni wakati wa kusukuma moyo wa kumtolea Mungu. Sema hazina yako ilipo ndipo na roho yako itakapokuwa. Hivyo roho vya rohoni tunakwenda kuvipata kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tulipo tumewekwa kwa ajili ya sababu kubwa ya kumtumikia Mungu, na kila nguvu ya mwanamke aliyeokoka ni utoaji pamoja na kuomba. Sasa tulishaomba, leo tunatoa. Amina. Leo ni siku ya kutoa, maana tulishaomba. Sasa tuliomba hapa. Kweli tuliomba hiyo siku. Sasa kanisa kuwepo tuliomba sana. Wanakwaya tuliomba mpaka tukanyosha mikono. Tukamtafuta mama aje, kwa sababu ni kazi yake na yeye kuja. Hawa wachungaji wana kazi ngumu, wakati mwingine tunawanenea magumu kabisa. Mtu anashindwa kabisa kujitunza kinywa chake, anamnenea mabaya mtumishi wa Mungu. Wachungaji wanabebeshwa mambo magumu. Lakini huwa ninapenda kusema kabisa kwamba kila mmoja atapokeaga, yaani ujumbe uliotoa utaupokea kuhusu watumishi wa Mungu. Muombee mtumishi wa Mungu, ni kazi yako kuomba mama. Tuwaombee wachungaji, wamewekwa kwenye maanga ya wachawi wale ambao washabobea. Nilikuwa namuona baba mmoja ameokoka, anasema kwamba sisi ulikuja mkutano wa Injili Kigoma. Huo mkutano wa Injili wakajipanga, na wao walikuwa kwenye dini hiyo ya wenzetu, wakajipanga grupu kwamba tunakwenda kuangusha huu mkutano. Akasema tulikuwa watu wengi kama 8, lakini wakaandaa makombora ya kwenda kuwateketeza watumishi wa Mungu. Siku ya kwanza walipeleleza humu ndani ya washirika, humu ndimo zimo roho ambazo waga zinatoa siri za wachungaji, kwamba wamelala wapi, wamelala guest fulani au wamelala kwa fulani. Wakazitafuta taarifa wakazipata. Lakini siku hiyo baada ya kuwa wamekwenda, walienda wakakuta mlima mkubwa sana kwenye hiyo familia wamelala watumishi wa Mungu. Wakajipanga tunaenda kwenye mkutano. Kwanza kabla ya hapo akasema kwamba, nikasema hapana, kesho ninapita niende nikaonepo vizuri kama washindaji hapo. Akaenda akapita akakuta pako, yaani ni hili kanisa umekuta ni mlima, lakini kesho yake unakuta umeenda kupita live. Sasa akakuta ni kanisa. Sasa wao walishindwaje hawa nao? Basi wakasema tunaongeza makombora. Wakaongeza wa wapi na wapi, na wao huwa wanaongeza hivyo, hata unatakiwa uongeze kuomba. Wakaongeza kombora la wapi, wakaja. Baada ya kuja siku hiyo walikuta ni ziwa. Akasema wameamziwa la wapi hawa na wao? Mwingine akabishi sana, lakini mmoja akawaambia hawa watu sio wa kuchezea. Kwa nini tu tunakuta hivi? Wewe akamwambia leo umechoka tupishi. Basi baada ya kuwa wameendelea hivyo, wanaenda kwenye mkutano wa karibu, wanashindwa. Lakini Mungu alivyojionyesha kwao, yani ndani ya watu 8 alipona mtu mmoja. Amen. Anasema hivi, walianza kufa mmoja baada ya mwingine. Amen.
kufa kabisa, wakafa. Mwingine akasema hapana, mimi nataka kujisalimisha kwao. Alijisalimisha mtu mmoja. Umecheza na Mungu wewe. Hivyo Mungu aliyokuwepo naye alikuwa ni mkubwa sana. Akasema yaani nilienda mwenyewe nikajisalimisha, na mpaka sasa ameokoka, anatumika na anazitoa shuhuda zote. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo watumishi wa Mungu ni wa kuombea. Wakati wa kulala omba, labda wakati wa kula tu ndio Yesu tunaombeanga chakula. Waombee watumishi wa Mungu na familia zao, wanawindwa usiku na mchana. Na ni kukumbushe tu, wakina mama tunatakiwa kuzitunza siri za kanisa. Tunza siri za kanisa, sio za kutoa nje. Bwana Yesu asifiwe. Kiwe ni kikao wakikaa, yeye ashapeleka eti leo walikuwa wanaongea na hivi. Kiwe ni nini, hata kama anatiwa moyo na mtumishi wa Mungu, alikuwa ameniita sieti ananiambia na haya. Hapana. Tunza siri za kanisa. Jambo lingine, wakina mama tunatakiwa kusimama vizuri mbele za Mungu na kuzitunza shuhuda. Tunza shuhuda zako za wokovu. Huyo naye ni mlokole. Huyo naye ni mlokole, tumekutana naye sehemu fulani. Huyo naye ni mlokole lakini kwa fulani anaendaga. Huyo naye ni mlokole lakini ni mtumia mitishamba. Bwana Yesu asifiwe. Na wapo walokole wengi sana ni watumia mitishamba na wa PAD wapo. Siku moja nilikwenda Katoro, kanisa moja. Baada ya kufika kanisani pale, nilimkuta mama mmoja anafanya usafi. Baada ya kuwa anafanya usafi, na mimi nilikaa tu. Hapo mmeanza kufanya usafi, yalikuwepo majani pale nje, alienda kachuma. Nikamuuliza, baadaye amekuchuma ameweka. Na mimi nikasema ngoja nimuulize, na hizo ni mboga gani hii? Na mimi nikaichume nikapige kwangu. Kaniambia hii ni dawa, ninaenda kuchemsha nikanywa. Nikasema kumbe na hawa wanakunywa mitishamba, maana ni wa PAD wenzetu hapa. Jipange na Mungu wako uliye naye, na pia kuwepo hapa ni kusudi la Mungu, sio akili zako na mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe. Sio mawazo yako na sio akili yako. Jipange vizuri na Mungu wako, na ili umuone Mungu mama uliyeokoka ni katika kupata nguvu ya utoaji na nguvu ya kuomba. Omba, Mungu utamuona. Simama muite Mungu, anasema anaitika. Hawezi kuitika umenyamaza. Hawezi kuitika wewe umesinzia usingizi. Hawezi kuitika bila kuitwa. Na jina la Yesu libarikiwe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya neno hili ambalo umetuandalia. Pokea sifa na utukufu kwa sababu unatupenda. Ni mambo makubwa mengi Yesu umefanya juu ya maisha yetu. Ni mambo makubwa umetenda juu ya hili somo. Bwana Yesu tubariki, Bwana Yesu tusaidie. Wewe ni msaada wetu, ukatufanyie badiliko kubwa ndani ya mwaka mwingine tukakuone katika utumishi. Bwana Yesu nakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tutie nguvu na utupe nguvu wanawake, ili Yesu tufanye kazi yako. Simama na sisi Bwana, usituache. Tegemeo la maisha yetu ni wewe Bwana Yesu. Asante Bwana, asante Mungu. Unastahili kutukuzwa na kuinuliwa katika jina la Yesu. Naomba nimkaribisha, karibisha, karibu.